kuokoka, kuwa salama. Tunasoma Biblia, somo letu leo ni wokovu, kuokoka. Waebrania sura ya 9 mstari wa 27 na wa 28. Waebrania sura ya 9 mstari ule wa 27 na wa 28. Soma hapo. Waebrania sura ya 9 mstari wa 27 na wa 28. Ndio. Neno la Mungu linasema, na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja, ndio, na baada ya kufa hukumu, ndio, kadhalika Kristo naye akiisha kutolewa sadaka mara moja, ndio, azichukue dhambi za watu wengi, atatokea mara ya pili pasipo dhambi kwa hao wamtazamiao kwa wokovu. Kadhalika Kristo naye akiisha kutolewa sadaka mara moja kwa lengo la kuzichukua dhambi za watu wengi, kitakachofuata hapo, atatokea mara ya pili pasipo dhambi kwa hao wamtazamiao kwa wokovu. Tarudia sentensi hiyo. Kadhalika Kristo naye akiisha kutolewa sadaka mara moja azichukue dhambi za watu wengi, atatokea mara ya pili pasipo dhambi kwa hao wamtazamiao kwa wokovu. Bwana Yesu, neno hili linaonyesha tunakusubiri tena, unakuja, lengo uje utuokoe. Hapa tunatafakari wokovu unaokuja nao ni upi? Yesu, tufundishe tujue, maana ndivyo ulivyo, hautabadilika. Kwa jina lako Yesu Kristo Mwokozi, amen. Bwana Yesu asifiwe. Tusome tena Wafilipi sura ya 3 mstari wa 20 na wa 21. Wafilipi sura ya 3 mstari wa 21 na wa 20 na wa 21. Nasoma. Ndio. Kwa maana sisi wenyeji wetu huko mbinguni, ndio, kutoka huko tena tunamtazamia Mwokozi Bwana wetu Yesu Kristo, ndio, atakayeubadili mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu, sawa sawa, kwa uwezo ule ambao kwa huo aweza hata kuvitiisha vitu vyote viwe chini yake. Asante. Biblia inaongelea, inasema, kwa maana sisi wenyeji wetu uko mbinguni, kutoka huko mbinguni tunamtazamia Mwokozi Bwana Yesu Kristo. Kutoka huko mbinguni tunamtazamia Mwokozi ambaye ni Yesu. Jambo hili unaweza ukajiuliza, hivi wokovu unaotajwa hapo ni wokovu gani huo? Bwana Yesu asifiwe. Unajua sisi wanadamu tuna mfumo wa kuokolewa. Yaani kuokolewa kwa maana ya kwamba utolewe kwenye shida, uwekwe mahali salama. Utolewe kwenye ugonjwa, uwekwe kwenye afya. Utolewe kwenye kuonewa, uwekwe kwenye uhuru. Hii ndio maana ya wokovu. Yesu alikuja kwa kusudi hilo. Na ndio maana ukisoma Injili zote 4 zinamzungumza kwamba yeye hakuja kwa ajili ya wenye haki. Na kama alivyozungumza lugha nyingine ya kidaktari, akasema, mimi sikuja kwa ajili ya wenye afya, bali nimekuja kwa ajili ya wagonjwa.
Ndio wapendwa, Yesu amekuja kwa lengo la kuokoa watu walio hatarini waende kwenye salama, walio wagonjwa wawe na afya zao, waliokamatwa awafungue waliokamatwa awaweke huru. Kwa hiyo shughuli yake yote mpaka amemaliza miaka hiyo 4 aliyokaa ya utumishi, ameshughulika na wenye tabu hizo. Ndio maana Biblia imesimulia sana habari yake tangu alipoanza injili mpaka alipopaa kwenda juu. Shughuli yake ni kuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini juzi, mnakumbuka wale ambao tulikuwepo siku ya Jumatano, nilifundisha maana ya neno wokovu. Neno wokovu ni kutolewa kwenye hatari, kuwekwa kwenye salama. Lakini wokovu ule huwa unahusika na mambo ya mtu katika mazingira matatu. Kuna hatari ile ambayo tayari mtu imemkamata. Ukisoma Biblia kwamba mpaka Mwokozi anakuja anakukuta wewe tayari umeshakamatwa. Kuna jitu limekulemea. Kuna ugonjwa unaendelea kukushambulia. Mwokozi anapokuja anakutoa kwenye huo ugonjwa. Hiyo ni awamu ya kwanza ya wokovu. Lakini nikasema wokovu awamu ya pili ni ule wokovu wa kutetewa. Yaani unapofunguliwa taabu kama hivi, umeshapona sasa, umeshatolewa mapepo, sasa uko huru, mbali na hayo uko salama. Lakini kwa kuwa unaishi duniani utakutana bado na vita mbalimbali. Sasa kwenye hivyo vita vya maisha unahitaji Mwokozi. Ukikamatwa tena anakuja na kuokoa. Si ndio wapendwa? Huo ni wokovu awamu ya pili. Lakini nikafundisha kwamba kuna wokovu awamu ya tatu. Ni ile ya kwamba huyu mwenye nguvu akaona kule unakokwenda, sasa hivi uko salama, lakini kule unakokwenda kuna hatari mbaya inakusubiri. Yaani kule kuna mtego wa hatari. Sasa huyu mwenye nguvu anapoiona hiyo hatari inakusubiri kule, wokovu aina ya tatu ni kukuepusha nayo. Yaani hauingii kwenye hiyo shida. Yeye kwa kuwa ana nguvu na anaona mapema kabla yako, anakuepusha. Hii ndiyo maana tunasoma. Yesu alikuja kwa awamu ile ya kwanza, tulipokuwa walevi, tulipokuwa wazinifu, tulipokuwa wezi, tulipokuwa wachawi, ndio maisha yetu ya dhambi hayo. Akaja akatukuta hatukuwa salama. Jamani, Yesu alikuja kwa sababu sisi tulikuwa wenye dhambi, tulikuwa wenye magonjwa, tulikuwa tumeonewa tayari. Yesu alipokuja, alichokifanya cha kwanza ni kutufungua kutoka kwenye mateso hayo. Na ndio maana huwa tunasema nimeokoka. Lazima useme umeokolewa kutoka wapi. Lazima useme mimi nilikuwa mgonjwa, nilikuwa na mapepo, nilikuwa mchawi, nilikuwa hivi. Ulikuwa umekamatwa na hayo. Yesu akakutoa kwenye hayo, sasa amekuweka huru. Ni kweli unaposema umeokoka kweli, kwa sababu umetolewa kwenye hatari. Lakini wokovu wa pili ni ule kwamba unapoishi sasa duniani, mahali ambapo shetani na majeshi yake yanatawala, hapa lazima utavamiwa, hapa lazima utafuatiliwa. Wapendwa, tunaposoma habari za wana wa Israeli, tunaona jinsi ambavyo Mungu alipowatoa Misri, wanaanza sasa kutembea, wameiacha Misri. Lakini tukagundua hivi, Farao alijipanga na majeshi yake, akaamua kuwafuata. Sio kwamba wako kwenye nchi yake, nchi ile wameiacha, lakini wako njiani. Farao aliwafuata huko. Ilibidi wahitaji wokovu wa pili wa kutetewa wakiwa njiani. Si ndio wapendwa? Sasa leo ninafundisha jambo hili. Wokovu kabla ya dhiki kuu. Wokovu kabla ya dhiki kuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni huu wokovu wa tatu ambao unaonyesha kwamba
hatari kule tunakokwenda ipo kubwa. Kule tunakokwenda kuna madhara makubwa. Kule tunakokwenda kuna mtego wa hatari. Sasa ule mtego, nani atutahadharishe nao? Nani atuepushe nao? Kwa hiyo tunahitaji mwokozi, na ndio maana maandiko haya yanasema hivi, Yesu atakuja mara ya pili. Tuliposoma kwenye Waebrania 9, inasema Yesu atakuja mara ya pili kwa hao wamtazamiao kwa wokovu. Ina maana Yesu alipokuja ili kututoa kwenye magonjwa na nini na hiyo mbaya ya zamani, ametuweka huru. Na ndio maana alipaa kaenda juu. Alipoenda kule juu, sasa hivi yuko kule. Biblia inasimulia, inasema atakuja mara ya pili, atarudi tena. Wasomaji wa Biblia, ukisoma injili zote zinaonyesha hivi. Yesu alipokuwa anawaaga wanafunzi, anasema hivi, naondoka lakini nitarudi tena. Anaposema atarudi tena, kumbe ni kwa ajili ya kuja kutuokoa na jambo jingine. Si ndio wapendwa? Kuna jambo jingine mbele yetu la hatari kweli. Hizi hatari tulizokuwa nazo inawezekana zikawa ni ndogo ndogo, maana zilikuwa ni vipande vipande, lakini kuna hatari Biblia inaisimulia iko kule mbele. Na hiyo hatari ile Biblia inaijumulisha, inasema ni dhiki kubwa, ni mateso makubwa, ambayo Biblia inapojumulisha mateso hayo yatawahusu nani? Inaelezwa kwamba dhiki hiyo itaikumba dunia yote. Yaani kutakuwa na taabu kubwa ambayo hakuna nchi, hakuna mwanadamu duniani atakayeepuka. Yaani ni hivi, haijalishi unakaa wapi, lakini dhiki hiyo itakapodhihirika, ile itamkuta kila mtu. Na ninaposoma Biblia inaeleza hata walioko kule kuzimu watajua habari hiyo. Yaani watahusika na hiyo dhiki. Kwa hiyo Biblia inapoelezea jambo lile linatisha. Mungu akasema hili jambo la kutisha namna hii, kanisa langu lazima liondolewe mapema. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa langu lisiingie kwenye shida hiyo. Na hii ndiyo huruma ya Mungu alionayo mbele yetu. Ameshaweka na ipo tayari. Wapendwa, inasubiri tarehe yake. Dhiki kuu inakuja. Taabu ya Yakobo imeandaliwa. Kwa hiyo Mungu alipoiweka hiyo kwamba kule mbele kuna mateso ambayo hakuna mwanadamu, awe aliye hai au aliyekufa, ni lazima ashiriki mateso hayo. Sasa akajiuliza, je, hawa walioniamini, hawa wanaonitumikia, hawa wanaonipendeza, na wao waingie humo? Akasema hapana. Na ndio maana ukisoma kitabu cha Injili, Yesu alipolizungumzia hili akasema hivi. Ukisoma Mathayo nafikiri sura ile ya 23 inazungumzia, inasema kama ilivyokuwa siku za Nuhu. Si ndio wapendwa? Kama ilivyokuwa siku za Nuhu, kulikuwa na gharika, limeandaliwa gharika, maji mengi yashuke kutoka juu na mengine chini yaigarikishe dunia. Nani mwenye mwili? Kuna kiumbe gani anaweza kanusurika hapo? Unajua ile wakati wa Nuhu ukisoma inaelezea, inasema maji yaliyotobolewa na Mungu yalitobolewa ya kule juu kama vile mvua zinaponyesha, lakini bado Mungu akatoboa pia chini. Ardhi hii kaanza kutoa chemchemi za maji. Kwa hiyo yale ya juu yanashuka chini na yale ya chini yanakuja juu hivi, yanakutana hapa. Kuna kiumbe gani atakayesalimika hapo? Hakuna. Unajua Biblia ukisoma tukio la wakati wa Nuhu lilikuwa ni jambo ambalo hakuna mwenye mwili, hakuna kiumbe ambaye atasalimika na tukio lile. Lakini Mungu akajiuliza, je, kwa habari ya Nuhu na mji wake, watu wanaoniheshimu, watu wanaonipenda, watu ambao tunasikilizana na wao waingie kwenye dhiki hiyo? Yesu akafundisha akasema, Mungu alichokifanya akatengeneza safina kwa ajili ya Nuhu. Sio wapendwa? Nuhu siku zile kabla dhiki haijaja, kabla ile gharika, yale maji hayajamwagika, Mungu akamwagiza Nuhu, tengeneza safina, na ukishamaliza ingia wewe na
mke wako na watoto wako na nani na wanyama wote. Tunasoma Biblia katika historia hiyo. Wapendwa wangu, hiyo Yesu akaisema hivi, kama Mungu alivyofanya kwa Nuhu, alimuondoa mapema kabla ile mvua kubwa haijanyesha, ndivyo anavyokwenda kufanya kwa ajili ya kanisa lililopo leo. Sivyo wapendwa? Yesu akafundisha jambo lingine kama ilivyotokea wakati wa Lutu. Wasomaji wa Biblia mnaelewa ya kwamba wakati wa Ibrahimu, Lutu alikaa eneo la bonde la Sodoma na Gomora. Kule kukawa na dhambi ya ajabu. Mungu akasema Sodoma na Gomora lazima nichome moto. Lakini mwenye haki naye achomwe? Hapana. Mungu anaye huruma, unajua. Anachagua mwenye haki. Na unajua Yesu akaongea akasema mwenye haki mmoja ana thamani kubwa mbele zake kuliko mamilioni ya wenye dhambi. Si ndio wapendwa? Unajua Biblia inaongea inasema mwenye dhambi mmoja anapotubu mbingu zinafurahia sana. Mtu huyu mmoja. Kwa hiyo mwenye haki mmoja ana thamani kubwa mbinguni. Mungu anajishughulisha na huyu mtu. Lazima huyu amtetee. Kwa nini aingie taabuni pamoja na wenye dhambi? Wewe soma Biblia inaelezea habari ya Mwanzo sura 18. Huyu Ibrahimu akamuuliza Mungu, akasema, "Je, Mungu utaangamiza mwenye haki na mwenye dhambi?" Akasema, "Hapana. Sina mfumo huo." Si ndio wapendwa? Kwa hiyo Mungu ana mfumo wa kumchomoa mwenye haki akamtenganisha na mwenye dhambi. Kama ni adhabu impate kwa kadri ya matendo yake. Maana Mungu inaeleza nasema Mungu ni mwenye haki, humlipa kila mtu. Amen. Humlipa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. Kwa hiyo kanisa kwa kadri ya haki yake mbele za Mungu, dhiki ile haiwahusu. Unajua Yesu sasa lazima aje. Imeandikwa Yesu anakuja mara ya pili. Tumesoma kwenye kitabu kile cha Wafilipi. Hebu naomba rudia hiyo kitabu tumesoma hapo. Wafilipi sura ya ngapi? Sura ya 3 mstari ule. Nasoma. Ndio. Wa 20 na wa 21. Neno la Mungu linasema. Neno la Mungu linasema, "Kwa maana sisi wenyeji wetu huko mbinguni." Wenyeji wetu sisi ni mbinguni. "Kutoka huko tena tunamtazamia Mwokozi." Kutoka huko mbinguni ambako Yesu ameenda. Unajua Yesu aliaga wanafunzi wake, akasema sasa yatosha mimi kukaa hapa duniani, inanipasa niende mbinguni nikatengeneze makao mengine. Sasa unajua hayo makao ni kwa ajili ya kanisa, si ndio wapendwa? Na kanisa ni wale waliookoka, ni wale walioacha dhambi, ni wale watu ambao wanamfurahisha Mungu. Hilo ndilo kanisa duniani. Haijalishi kabila lake, haijalishi hali yake, haijalishi vitu vyake vya duniani ni hivi. Tofauti za mili na elimu na mali na vitu gani vipo, lakini maadamu huyu ameokoka, anamkiri Yesu, huyu ni mwenye haki mbinguni. Kwa hiyo anasema huyu ni mwenyeji wake. Nchi maalum inayomhusu yeye ni wapi? Ni mbinguni. Sasa unajua Paulo hapa anaandika kwamba wenyeji wetu sisi ni mbinguni, na kutokea huko kule mbinguni tunamtazamia Mwokozi. Sijui wapendwa, hebu somo malizie. Kutoka kule tunamtazamia Mwokozi. Ndio. Bwana Yesu Kristo. Ndio. Atakayeubadili mwili wetu wa unyonge. Ndio. Upate kufanana na mwili wake wa utukufu. Sawa. Kwa uweza ule ambao kwa huo ndio aweza hata kuvitiisha vitu vyote viwe chini yake. Unajua watu huwa wanajiuliza, hili swala la kunyakuliwa linakaje? Swala la kunyakuliwa linakaje? Wakiangalia miili yao ili walionayo, miili yetu wapendwa, hii ina kasoro nyingi. Kwa hiyo ukiangalia ni mwili hili, mimi ni mjuzi nikapima, nina kilo ngapi? Naenda kwenye kapani pale, nimesimama hivi. Nasema nina kilo zote. Sasa unajiuliza, sasa huyu Yesu kama anakuja kunijia, kilo hizi atazibeba? Bwana Yesu asifiwe. Wewe kwenye mwili unaweza ukaona kasoro ziko nyingi. Na unaona hizi kasoro kweli zikubaliwe mbinguni hizi, ukawa na wasiwasi. Lakini Biblia inasema Yesu atakuja. Si ndio wapendwa? Yesu anakuja mara ya pili.
anakuja kwa ajili ya wote wenye haki. Haijalishi mili yao ina kilo ngapi, ina kasoro gani, lakini anakuja kuwaokoa na tabu, anakuja kuwaokoa na mtego wa hatari ulioko kule mbele yao. Sasa unajua tukio lile, ukisoma Biblia inaeleza kitakachofanyika. Soma kitabu cha Wathesalonike, kinaeleza hali itakayotokea. Anasema, na kitabu cha Wathesalonike na kitabu cha Ufunuo kinaelezea sana habari ya tukio hili, kwamba kutatokea nguvu ya ajabu sana itakayoshuka, na ile nguvu itabadilisha miili ya watu. Kuna wale waliokufa wako kaburini, miili yao iko kule, lakini Biblia inazungumza, inasema tukio la kwanza litakalofanyika ni kuwafufua wale wafu, wale waliokufa katika Kristo Yesu, wale walioko kwa kaburini, wale watarudishwa. Miili ile watakayofufuka nayo sio ile waliozikwa nayo, ni miili ya tofauti, lakini kila mmoja atokee tena. Itakachotokea cha pili, hawa watakaokuta wako hai, kuna ile nguvu kama upepo inakuja, halafu inabadilisha mazingira ya miili yao. Miili hii uwezekano wa kuibadilisha, si ndio wapendwa? Upo mbele za Mungu. Wewe unaweza ukawa labda katika elimu yako na akili yako ulionayo haitoshi sana kugundua mabadiliko haya yanakujaje. Wapendwa, mabadiliko yapo. Inaweza ikatokea kufumba na kufumbua, mwili wako ukawa na hali tofauti kabisa. Yaani Mungu anajua na uwezo. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inakiri, inasema, yaani Yesu anapokuja lazima hakikishe waliokufa wamefufuliwa, na hawa watakaokutwa wako hai kweli wana miili yao ya duniani, miili ya wazazi wao, lakini itakuwa ni kufumba na kufumbua. Biblia inakiri, inasema kutatokea mageuzi, kutatokea mabadiliko ya miili. Miili ile utakayovikwa, wapendwa, itakuwa ni ile inayofaa kuingia wapi? Mbinguni. Unajua Yesu anaposhuka hapo, na Biblia inamzungumza, unajua atakuwa na jeuri kubwa wakati ule anakuja mara ya pili. Hata ikanyaga ardhi hii, mavumbi hii ya dhambi tupo hii, hata kanyaga hapa, bali atakaposhuka atateremka tu kiwango fulani, baadaye anafunga breki pale. Anapofunga breki pale, sasa anakuita wewe mwenye haki, anakuambia, mwanangu njoo. Walioko kaburini lazima waitike, na wewe uliye hai lazima uitike. Si ndio wapendwa? Nguvu itakayofanyika ni ajabu, maana kama Yesu siku ile alivyokuwa anapaa kwenda mbinguni, ukisoma Biblia inaelezea tukio lile kwamba wanafunzi, unajua walikuwepo, wanainua macho, wanashangaa, maana wakaona kama gari linakuja hivi, na gari lile ni kama wingu tu, halina nini, yaani unakuta halina maumbile ya kama duniani. Lile gari lilimpokea Yesu, na kilichotokea siku ya unyakuo wa Yesu, alipanda juu, kuna kitu kilikuja kikamuinua hivi, hakionekani kwa macho, lakini ni nguvu ambayo ilimpandisha kumuinamisha na lile wingu ambalo liko pale juu. Baadaye Yesu ndio safari kuelekea juu, akasema, wanangu, tutaonana baadaye. Hivi ndivyo itakavyotokea unyakuo wa kanisa. Haleluya. Lakini ngoja nizungumze hivi, unyakuo ule ni wewe unaokolewa na hatari iko mbele. Tusome hiyo hatari katika Mathayo ya 24. Mathayo ya 24 ile. Mathayo ya 24 mstari wa 21 na wa 22. Biblia inasema, ndio, Mathayo sura ya 24 mstari wa 21 na 22. Ndio. Kwa kuwa wakati huo kutakuwapo dhiki kubwa. Kwa kuwa wakati huo kutakuwepo dhiki kubwa, ambayo haijatokea namna yake tangu mwanzo wa ulimwengu hata sasa. Ambayo haijawahi tokea tangu mwanzo wa ulimwengu hata sasa. Haijawahi, wala haitakuwako kamwe. Na baada ya hiyo kupita, hiyo dhiki haitatokea tena. Yaani ni dhiki ya mara hii, ya mara moja, ambayo hiyo ndio naizungumza. Wapendwa, kuna dhiki kubwa ambayo haijawahi kutokea, na wala ikishapita haitatokea tena. Ila madhara yake ni haya: watakaokutwa wako wamezaliwa duniani, haijalishi wamelala makaburini au wako hai, hakuna atakayesalimika na dhiki hiyo. Unaposoma Biblia, wakati wa Nuhu, mvua zilinyesha kutoka juu na chemchemi zingine zilitokea chini zinakuja. Kwa hiyo hakuna kiumbe yeyote aliyesalimika
na hilo gharika, ndivyo itakavyokuwa na dhiki kuu. Ile itasaga kila kiumbe, itasumbua kila kiumbe, haijalishi amekufa au yuko hai. Ile dhiki, wapendwa, ni rahisi kuisema, lakini inatisha kama nini. Sasa Yesu kwa huruma yake kwa wenye haki waliopo, haijalishi wamelala kaburini au watakuta wako hai, wokovu lazima uje kuwatahadharisha na hilo janga kubwa. Kwa hiyo hapa mwandishi wa kitabu cha Mathayo anaandika kwamba kwa kuwa siku hizo kutakuweko na hatari kubwa ambayo haijawahi kutokea tangu mwanzo wa mbingu na nchi, na wala haitatokea baada ya hili. Ukisoma Danieli sura ya 9 mstari ule wa 25, Danieli naye akaandika hiyo habari. Danieli sura ya 9 mstari wa 25. Neno la Mungu linasema, ndio, basi ujue na kufahamu ya kuwa tangu kuwekwa amri ya kutengeneza na kujenga upya Yerusalemu. Unajua wakati ule Danieli, ukisoma hiyo Danieli sura ya 9, wakati ule Danieli alipokuwa anaomba, anaiombea nchi yake. Anaiombea nchi yake. Wasomaji wa Biblia mnaelewa sura ya 9 yote ni maombi ya Danieli. Sasa kule mwisho ndio unakuta kuna majibu ya Mungu kwenye maombi yake. Ndipo akamwambia habari ya nchi yake itapitia mambo gani. Soma zaidi. Hata zamani zake Masihi aliye mkuu, ndio, kutakuwa na majuma 7. Kutakuwa na majuma 7. Na katika majuma 62 na mengine 62 kutakuwa utajengwa tena pamoja na njia kuu zake. Ndio. Na handaki. Ndio. Na katika nyakati za taabu. Sasa unajua ile lugha ya Danieli ni ngumu kidogo, lakini nilichokuwa nataka tuchukue kipande kile kwamba kutakuwa na nyakati za taabu. Wakati ule Danieli anaomba, alikuwa anaomba rehema kwa ajili ya nchi yake. Kama hivi leo unaweza ukawa muombaji, unaliombea kanisa, unaombea mtu ndugu yako. Sasa Mungu katika maombi yako akakufunulia hatari hiyo mbele ya huyo ndugu yako. Sio wapendwa, kwamba huyu ndugu yako unayemtaja kwangu, mbele yako kuna hatari hii. Ndio hicho ambacho Danieli alifunuliwa. Akaambiwa kwamba una bahati sana kuiombea nchi yako kwa sababu mbele yake kuna hatari hii. Ndio hiyo lugha inayosema taabu. Inazungumza kwamba nchi yako hii ina wakati kule mbele itataabika sana. Itakuwa na mateso ambayo hayajawahi kutokea huko nyuma. Wapendwa, katika maisha tulio nayo, hapa ulipo, unaweza ukaona uko salama kwa kuwa Yesu amekuweka vipi leo. Lakini kwa mfumo wa maisha kule mbele unapokwenda, ambapo huwezi ukajua, maana Biblia inazungumza mahali pengi inasema huwezi ukajua kesho itakuwaje, sio wapendwa? Yaani huwa tuko gizani. Tunachojua ni kule tulikotoka na hapa tulipo, kwamba jana ilikuwaje na leo iko vipi. Lakini kuhusu kesho hakuna mtu ajuaye. Sasa Biblia inatupa picha hii ya kwamba kule mbele unakokwenda kuna uwezekano wa hatari mbaya inakusubiri. Yaani inawezekana mbele yako kuna mateso ya ajabu ambayo pengine kuyabeba huwezi. Unahitaji mwokozi. Bwana Yesu asifiwe. Unajua Biblia inasema dunia hii inavyokwenda, pamoja na nyakati zinazotangulia kupita, lakini kuna wakati wa taabu kule mbele. Kwa hiyo dunia hii imeandaliwa kule mbele, kuna wakati wa dhiki kubwa. Sasa Mungu baada ya kuona kuna dhiki hiyo itaikumba dunia yote, akaliangalia kanisa lake kama alivyomwangalia Nuhu wakati wa lile gharika, kama alivyomwangalia Lutu wakati wa ule moto. Sasa kanisa nalo pia ni lazima Mungu alitazame, itakuwaje wenye haki wangu siku hizo zikiwakuta, maumivu yale yatakapotokea, itakuwaje watu wangu? Mungu ndiye akapanga lazima awaepushe na hiyo dhiki kuu. Jamani, wokovu upo.
Waandishi wa Biblia wanasema tunamtazamia Mwokozi. Kuna wakati Yesu anakuja mara ya pili ili aje atuokoe na taabu ijayo. Wapendwa, naomba nimalizie hivi. Unajua maisha yako leo unaweza ukaona yana hali fulani, lakini kesho unaijua? Je, miaka inayofuata unaelewa kitakachotokea? Mimi nikaona tuombe kwa ajili ya hiyo. Tuombe kwa ajili ya hiyo. Naomba usimame. Unajua nilikuwa natafakari sana. Kwa nini Yesu ameweka mfumo wa kwamba ameiona dhiki kuu mbele inakuja? Akaona taabu itakayokuwa nzito sana. Lakini uzuri wake huu, kama alivyohurumia Nuhu wakati wa lile gharika lililotangazwa kuja mbele yake. Alivyomhurumia Nuhu, akamtengenezea safina mapema. Ilipokuja ile gharika, tunaona usalama wa Nuhu na familia yake. Walioangamia sio Nuhu, waliangamia wenyewe. Tunasoma habari za Lutu, jinsi Mungu alivyoudhika na hiyo Sodoma na Gomora. Akapanga hii, hakika yangu lazima moto uwake hapo. Na moto, wapendwa, unaacha majivu. Lakini je, hata mwenye haki na yeye awe majivu kama wengine? Hapana. Mfumo wa Mungu ni huu: mwenye haki wake, haleluya, yule anayemwamini, yule anayemtegemea Mungu. Yaani wapendwa, moyo wako kama unamtegemea Yesu, yule aliyeangikwa msalabani, dhiki ile iliyowekwa mbele yako, hawezi kunyamaza. Lazima kuepushe nayo. Lazima kuepushe nayo. Yaani huu ndio uzuri ambao unapomwangalia Mungu wetu huyu tuliyemwamini. Ana mfumo mzuri sana wa maisha yake. Anapomwangalia huyu mwenye haki, huyu ambaye analikiri jina lake leo, pamoja na mitego ya hatari mbele, mitego ya magonjwa, mitego ya wachawi, mitego ya yaani ile mbaya iliyowekwa mbele yako, Mungu ana mfumo wa kukuepusha nayo. Amen. Yaani huu ndio uzuri wa Yesu. Huu ndio uzuri wa Yesu. Na mimi nikaona zamu ya leo tumwambie Bwana Yesu, kule mbele yangu ndio najua, kule mbele yangu ndio naelewa, macho yangu mimi hayafiki huko, ufahamu wangu haugundui kule mbele. Naweza nikaona leo kama nastawi na mambo yangu yananyoka, nikajisifia hii nikidhani hata kesho itakuwa vile vile. Lakini yeye aonaye mbele, Bwana Yesu atusaidie. Hivi wewe unafikirije? Maana nakupa wazo hili. Nakupa wazo, uangalie. Bwana Yesu asifiwe. Unajua, katika ukuaji, katika maendeleo ya maisha, kuna mambo ambayo watu wamekutana nayo ambayo hayakuwemo kabisa kwenye ufahamu wao. Mpaka anajuta, kumbe mwendo wangu ndio ulikuwa unaishia huko. Kumbe maisha yangu ndio yalikuwa yameandaliwa haya. Yaani anakuja kwa namna ambayo hakuwa na ufahamu nayo. Sasa na yanaweza yakamdhuru kwa sababu hakuomba. Unajua Yesu alipowachukua wanafunzi siku ile ya Mathayo ya 27 ile, tunaona baada ya chakula cha jioni, Yesu akamwambia wanafunzi, twendeni tukaombe usiku huu leo. Alipofika kule akawashirikisha, akasema, mimi moyo wangu na uchungu kiasi cha kufa, naomba mkeshe pamoja na mimi. Ule mkesha hawakuweza, maombi yale hawakuweza. Tunaona alivyowakabua mara mbili. Mara ya kwanza amewakabua akamwambia Petro, hamkuweza kuomba na mimi hata saa moja. Unajua yale maombi yalikuwaje? Yale maombi Yesu alikuwa ameona kuna msalaba kule mbele. Wakati ule Yesu anaomba na wanafunzi wake, msalaba haukuwepo. Lakini Yesu alikuwa ameona kuna mateso ya msalabani, kuna kusulibiwa, kuna wenye nguvu wanakuja na fimbo na panga zao. Tunavukaje hapo?
Yesu akawaambia wanafunzi, hebu naomba tuombe, tumwambie Baba aweze kutuepusha na hiyo. Na ndio maana unaweza kusoma wasomaji wa Biblia kwenye hiyo Mathayo 27, Yesu alichokiomba pale akasema, Baba, kikombe hiki kiniepuke. Yaani alikuwa naomba kwamba ile niliyoiona iko kule mbele, Baba naomba isinikutane na mimi, isinipate hiyo, naomba uniepushe kama ulivyomwepusha Nuhu. Shida ni sisi huwa hatuoni kule mbele tunakokwenda. Na ndio maana mtu anaweza akapuuza maombi ya leo, akaona hayanisaidii chochote, kwa sababu leo ana raha, leo anacheka, ana afya yake, ana shida. Kwa anaweza kaona maombi ya nini haya, mbona sina shida yoyote. Unajua watu wanalia baada ya kukutwa na jambo, hawezi akalia kabla ya jambo. Sasa wewe ni waamini, kilichowatokea wanafunzi wenzetu walipopuuza, maana Yesu aliwarudia mara mbili, Petro ombeni, na akamalizia akasema, ombeni ili msiingie majaribuni. Unajua maombi ya leo yanakuepusha na hatari ya baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Yaani unavyolia leo, unavyoomboleza leo, unavyomhitaji Yesu leo kwa nguvu zote, hiyo ni nguvu ambayo itakutahadharisha, inakuepusha na madhara ya kesho. Wanafunzi unajua walilala, akasema okay, kwa sababu mmeshiba na hapa mnaona usingizi unakubali, endeleeni kulala. Lakini kinachotokea baada ya hapa ni nini? Soma Biblia, inaeleza kwamba baada ya masaa hayo kupita, Yesu akamwambia, jamani, sasa changamkeni, maana muda wa maombi umeisha, sasa tusubiri kinachotokea. Tunaona Biblia inasema kwamba yale menyimarungu na panga yakatokea. Walisimama pale, hakuna. Ukiangalia kule Yesu aliwaambia mapema kwamba wanafunzi wangu, usiku wa leo kuna hatari ya kufarakana hapa, kuna hatari mbaya ya kutengana sisi tunaopendana. Wakapuuza maombi. Sasa kilichotokea, yale menyimarungu yanakuja. Sijui kama walikuwa nafahamu kwamba kule mbele kulikuwa na wenye marungu na wenye panga. Yalipotokea yale majamaa, wapendwa, ni makatili, hayana huruma, yanataka shingo ya mtu. Kile walichosema wanafunzi kwamba Bwana tutakufa pamoja na wewe, hawakufanya. Ili washinda, wapendwa, walitawanyika wakamwacha Yesu peke yake. Kwa nini walishindwa? Unaweza ukawacheka leo, lakini kesho wewe linakuja jambo lingine. Sasa unajua hapa nafundisha nini? Nafundisha hivi, kwa kuwa Mungu ana mfumo wa kukuepusha na jambo baya la kesho. Uombe leo. Leo ndio saa yako. Sasa ndio saa ya wokovu wako. Hebu naomba utafakari jambo hili. Mbele yako unajua yatakayotokea. Shetani anajipanganya mbele yako, unafahamu. Unajua siku moja Yesu anauliza mji wa Yerusalemu. Anawaambia Yerusalemu, wale wako, kwa sababu hujui yaliyotengenezwa mbele yako. Yaani una hatari sana, kwa sababu hujui yatakayotokea baadaye. Akaulilia mji wa Yerusalemu. Yesu alilia, wapendwa, akaona huyu Yerusalemu amejisahau. Anaangalia jinsi ukuta wake ulivyo imara, anaangalia uzuri wa majengo yake, anaangalia biashara zake zilizonyoka leo. Sasa hajui kama shetani ameweka mitego ya hatari mbele yake. Sasa amejisahau, hajali sheria za Mungu, hajali maombi, yaani amejisahau, anaona maisha yataendelea hivi yalivyo. Ngoja niwaambie wapendwa, dhiki kuu iko mbele ya dunia. Dhiki kuu iko mbele ya dunia. Dunia. Ni heri sana wewe ukiwa maneno. Ni heri sana wewe ukimwambia Yesu niepushe. Ni heri yako ukisema Yesu, kuhusu hatari inayokuja, wewe ndiye mwenye uwezo wa kuniokoa. Na huu ndio mfumo alionao, atakuja mara ya pili kwa ajili ya wokovu, kuliepusha kanisa na dhiki kuu. Ile itafanyika, wapendwa, wala hakuna shaka. Lakini leo ana uwezo wa wewe, jambo lililo mbele yako ambalo litakubana, litakusumbua, litakuharibia mambo yako. Yesu anataka aone umuhimu wa maombi yako leo. Hebu naomba usikilize wimbo huu na utafakari sana maneno haya.
Leo anaweza kukuacha ucheke,